Bilali, sasa hivi ni upande wa usajili kama ambavyo tunashuhudia mambo yamekuwa mengi, tetesi ni nyingi kweli kweli. Watu wengi walikuwa wanatamani bado kujua Faisal Salum ni mchezaji anakwenda Yanga ama anakwenda Simba, lakini taarifa zilizopo mpaka sasa wana Simba kwa zile 100% basi tayari 80% wamesha nasa saini ya Faisal Salum, na huku Azam FC wameshaongeza piga mkataba jingine tena Faisal aweze kuendelea kusalia pale. Lakini Simba tayari wa 80% wameshajihakikishia Faisal tayari ni wa kwao. Kwa hiyo hapo unaweza kaona story kwa upande wa Yanga nao zimepungua kuhusiana na Faisal Salum. Unajua huyo ni Zanzibar Finest, lazima tukubali. Ni kijana ambaye saa hizi kwenye midomo ya viongozi wengi wa timu hizi ambazo tunadhani kwamba ni timu kubwa, sio tu hapa Tanzania hata nje, kwa sababu umeona mahitaji pia ya Kaizer Chiefs. Ni kijana ambaye saa hizi taa ishakuwa ya kijani kwake. Kwa hiyo ni lazima mwenyewe achague sehemu ambayo iko sahihi. Kwa maana unavokuwa unapata nafasi kama hii, wewe mwenyewe ndo inabidi uchange karata zako kwamba je, niende wapi, either kwenye maslahi au la nikapate namba ili niendelee kukua, niweze kuwa vizuri. Kwa hiyo sasa yeye mwenyewe ndo mwenye maamuzi, na ukiangalia hao wachezaji wanakuwa na wasimamizi wao. Kwa Faisal Salum Faitoto mimi sina shaka kwa wale ambao wanaomsimamia. Wao sasa ndo wanajua kwamba bwana unahitajika kwenye timu fulani. Je, umuhimu wako ni upi? Ukienda pale wewe bahati yako itakuwaje? Na kama ni Simba kwamba 80% kama zimefika za yeye kuwa signed pale. Kwa hiyo utaona sasa ni mchezaji atakuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wamepata nafasi ya kucheza hizi timu zote tatu. Kwa maana nazungumza Azam, Yanga pamoja na Simba. Yes, tangia Azam amepanda daraja 2009 amepata nafasi ya kuingia kwenye ligi na kuanza mashindano. Umeona kina Mrisho Alfa Ningasa umepita pale, kina Amri Kiemba. Unajua ni yani mimi napenda kusema Azam ni kama academy. Yani unaweza ukashindwa kote, lakini Azam akakupokea na akakunoa upya na ukarejea kwenye ligi kuu. Tumeshuhudia nyota wengi wamekuwa majeruhi. Azam FC kwa kuwa walitokea pale wamewapokea vizuri, wamewahudumia mpaka wanakuja kuwa fit, wanawapeleka kwenye timu nyingine kwa mikopo na nini. Ni wengi, wapo wengi sana, kina Yanga kina nani wengi sana. Ukiona akina Chirwa pia, Chirwa amepita pale amecheza Yanga, unaona kwa performance ya Aubrey Chola Chirwa ilikuwa mzuri sana, lakini akapata nafasi pale amecheza. Kwa hiyo unaona sasa Azam FC tayari wameshaanza kupata manufaa ya kumsaini Faisal Salum, kwa sababu kutokana na pia lile sekeseke ambalo lilianza kwenye usajili wake. Kwa hiyo wakaona bwana sisi tunakuhitaji, njoo, na saizi tayari thamani ishaanza kupanda. Kwa Faisal Salum saizi chaguzi yake, kwa sababu sisi hata timu ya taifa pia tunamtegemea, kwa sababu ukiangalia ukipepesa macho hivi ya kawaida, ukiangalia ni namba 10 yupi ambayo utamchukua ukiachana na Faisal Salum Faitoto. Yani utapata shida sana. Kwa hiyo utawachukua watoto labda kina Morris ambao bado hawajakuwa kwenye mapambano. Kwenye mechi ya Simba wakiwa wanacheza na Singida ligi kuu pale, tulimuona kocha Nabi alikuwa Young Africans yule. Wengi walijiuliza amekuja kutazama tu game ya Simba, na maswali yalikuwa mengi kweli kweli. Kumbe safari yake ilikuwa ni kule kwenda Zanzibar, na kubwa zaidi ni kuitafuta saini ya Faisal. Lakini mambo ambavyo yamekuwa ndivyo sivyo, ikaonekana sainira ameikosa. Sasa unajua mimi wasiwasi wangu hapo sawa, nakubaliana na ulichosema, ulichoniwakilishia, mimi nakubaliana nacho, lakini sasa ile mechi walikuwa wanacheza Simba na Singida Black Stars. Na Simba bado Faisal Salum soka kama alikuwa anacheza Singida wala no, alikuja kuenjoy soka. Yani lengo langu ni kwamba alionekana pale. Baada ya hapo safari yake kubwa ilikuwa ni kuelekea Zanzibar. Okay, kwa sababu yule ni mtu wa soka pia. Lakini kilichomleta kikubwa Tanzania ni Faisal Salum, lakini baada ya kuja naambia anafika kule kuzungumza mazungumzo na mamake Faisal na nini, mwisho siku akakuta kumbe kuna wakulungwa tayari waishazungumza wameamaliza. Ndio maana nikazungumza hapo kuna 80%, lakini pia Azam huku nao wameongeza donge nono. Sijui unanielewa hapo. Unaona tayari Azam anacheza na nafasi sasa hizo. Unajua Azam mambo ni mengi. Kacheza na bahati kwamba bwana hii ni bahati. Kwa sababu hao tayari wanamhitaji kwa nguvu zote. Wanahitaji mchango wake kwenye timu. Na maana ukiangalia Faisal Salum akienda Simba Sports Club hawezi kukosa pale nafasi ya kucheza. Tunaona ina uhitaji sana wa namba yake pale. Kuna Jean Charles Ahoua, lakini pia kama yeye ataenda pale ataongeza kitu. Unaona sasa kina Wesu bado atakuwa hali ni ngumu. Ukiangalia
assist alizokuwa nazo mpaka saa hizi ana assist 13 na ndo ambaye anaongoza kwenye assist, lakini magoli kama goli 4 hivi kama sikosei. Kwa hiyo unaona kwa performance yake aliyokuwa nayo, kwa maana goli 17 hizo ambazo amechangia. Kwa hiyo unajua kabisa ana ni mchezaji ambaye akiingia, hata msimu uliopita alifikisha 20 plus, yani goli 20 alifikisha. Kwa hiyo unaona namna gani huyu mchezaji anakuwa na uwiano, consistency ya kufanya vizuri kwenye msimu. Kwa hiyo ukiona mchezaji kwenye msimu amechangia goli 10 plus, labda goli 12 amezichangia, unaona kwamba huyu ni mchezaji mkubwa, ni mchezaji ambaye mwenye uwezo mkubwa, na ndio maana hata unaona Simba na ukubwa wao wanahitaji saini ya kijana huyu. Lakini pia ni mchezaji ambaye ni mchezaji kijana, ana muda mrefu sana wa kucheza. Endapo Simba tayari ikawa tayari confirmed Faisal ameshafika Msimbazi, unaona Simba anakwenda kunufaika vipi na Faisal? Kwa uhitaji wa Simba, kwa sababu wanahitaji namba 10 ambayo yuko very cream. La utaona pale Jean Charles Ahoua pia atakuwa na nafasi pia kucheza, kwa sababu ana uwezo wa kucheza namba tofauti. Kwa hiyo unajua kabisa kwamba ubora wa Jean Charles Ahoua na Faisal Salum Feitoto wakiungana, hao wote wanaweza kutengeneza zaidi ya goli 40. Kwa maana kwamba kila mmoja ana uwezo wa kuchangia goli 20 kwenye kikosi cha Simba. Unaiona Simba ambayo itakuwa tishio sana msimu ujao. Kwa hiyo kitu ambacho wanatamani na kile umeona Mwalimu Fadu Davis mahitaji yake kuona kwamba tayari, kwa sababu kwenye klabu bingwa tayari wamesha confirm wao hata na Mwalimu Fadu Davis kati ya chaguo ambalo alikuwa nalo la kwanza ni kumhitaji Faisal Salum. Lakini pia kati ya ukiachana na Faisal Salum kati ya na huyo Faisal Salum tuseme katika wachezaji watano ambao walikuwa wanaitaka, bila shaka na Faisal Salum ndio tukihesabu ni watano. Amesema anahitaji ongezeko la wachezaji watano pale Msimbazi ambao anaweza kwenda nao msimu ujao na akaifikisha timu katika nchi ya ahadi. Tunaona Fadu Davis mpaka sasa alipoifikisha Simba hakuna mtu wa kudoubt. Hata yanayotokea sasa hizi, amepoteza kombe la FA, amepoteza kombe la shirikisho barani Afrika, story haijawa kwake kabisa. Amepoteza kombe la shirikisho barani Afrika, wana Simba wanasema kwamba hawana cha kumdai wala wachezaji hakuna cha kuwadai. Malengo yao ilikuwa ni kufika nusu finali, wamefika mpaka finali. Lakini wameenda kupoteza kombe la FA. Tunaona mashabiki hawajazungumza chochote kuhusiana na kocha. Maana mashabiki ndio tunazungumza wenye timu yao. Wanasema kwamba wachezaji wamechoka. Fatiki ya mechi hapa na hapa zile imefanya wachezaji mwisho siku wakose ule fitness, kwamba wanaweza kwenda kupambana na Singida ambayo ilikuwa ina mapumziko ya muda mrefu, haijawa na mechi nyingi, kwamba wamechoka wachezaji. Kwa upande wao wakawapo salama, na tunaona wamepenya, wanakwenda kukutana na Young Africans. Unajua Simba walikuwa na fixture ngumu sana. Labda tu hapo niweze kutolea kidogo ufafanuzi, kwa maana walianza fixture tarehe 2 kwenye Mei mwezi uliopita huu. Kwa maana kwamba kutokana na zile ratiba zao, fixture yao iliweza kuwa vizuri sana. Kwa maana wakawa wamekaa sehemu ambako tunaweza tukasema kwamba yani kutokana na ile fixture yao tayari wao yani fixture ilikuwa ngumu. Kwa maana kuanzia tarehe 2 mpaka tarehe 31 wamecheza mechi 8. Kwa maana ukiangalia tayari ratiba ambazo ni ngumu kwa timu tu ambayo kwa timu zetu Tanzania. Lakini hapo pia ukijumlisha na zile siku za kusafiri kwenda Morocco na kwenda Zanzibar, unaona sasa ugumu wa ratiba yao jinsi ilivyokawa. Lakini wamejitahidi, wamepambana, finali wamecheza, lakini pia nusu finali wameishia hapo baada ya kufungwa goli 3-1. Unaona kwamba tayari fixture yao imeisha, lakini sasa hizi maandalizi yao kwenye ligi kuu Tanzania bara.